Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Alex Gerard Fanueli, mwenyekiti wa kwaya ya chipukizi Mtinko. Napenda kuwatangazia Wakristo wote pamoja na ndugu, jamaa na marafiki na wadau wote katika sherehe yetu ya yubile ya miaka 50. Karibuni sana. Na katika tarehe hiyo 14 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 tutakuwa na sikukuu kubwa ambayo itakuwa na mgeni rasmi, Mheshimiwa Balozi Lazaro Samuel Nyalandu, ambaye atakuwa ni mgeni rasmi katika sherehe hiyo. Lakini pia tutakuwa na mgeni maalum, Baba Askofu wa KKKT Dayosisi ya Kati, Dr. Cyprian Yohana Hilinti. Kwa hiyo ninawakaribisha wote kutoka sehemu mbalimbali muweze kujumuika pamoja na sisi kusherehekea siku hiyo maalum, na ni siku muhimu kabisa ya kukumbuka kuzaliwa kwaya ya chipukizi tangu mwaka 1976 mpaka mwaka 2026. Karibuni sana wote na Mungu awabariki. Asante. Kwa majina naitwa ndugu Patrick Mika Lute. Mimi ni mwimbaji wa kwaya ya chipukizi. Pia mimi ni katibu wa kwaya ya chipukizi wa kipindi hichi. Ninamshukuru Mungu kwa kweli kwa ajili ya kufikiwa na tukio hili la yubile. Ni zawadi ya kipekee sana. Kwani yubile zimepita nyingi, lakini mimi nimeangukiwa na yubile na wenzangu kwa ajili ya kwenda kuadhimisha sikukuu hii kubwa. Ni mwaka wa yubile, mwaka wa Bwana. Hivyo nina furaha sana kwa ajili ya tukio hili la kimungu. Pia ninasema kwa kweli tunawaalika watu wote tufika kwa ajili ya kuja kusherehekea sikukuu hii kubwa ya kuadhimisha mwaka wa Bwana. Kwa hiyo naomba wageni wote waalikwa mbalimbali tufika kwa ajili ya kuadhimisha sikukuu kubwa ya yubile ya miaka 50 ya kwaya ya chipukizi. Karibuni sana. Wageni wote tunawakaribisha katika maadhimisho yetu haya ya yubile ya miaka 50. Watakuwepo wageni mbalimbali, akiwepo mheshimiwa sana Balozi Lazaro Samuel Nyalandu atakuwepo kwenye yubile hii. Pia atakuwepo Baba Askofu wa KKKT Dayosisi ya Kati, Mheshimiwa Baba Askofu Cyprian Yohana Hilinti atakuwepo. Kwa hiyo wote karibuni, wageni mbalimbali, tushirikiane pamoja. Asante sana. Na kwaya ambazo zitakuwepo? Na kwaya zitakapokuwepo ambazo zitakuwepo ni kwaya ya Uinjilisti Kijitonyama pamoja na kwaya ya Msifuni kutoka usharika wa Emmanuel Sikila mjini, usharika wa Cathedral. Pia na kwaya mbalimbali za majirani zitakuwepo, kwaya ya Sayuni Kijota, kwaya ya Furaini Mitonto. Ngoja kidogo hapo. Twende. Kwaya ya Furaini usharika wa Mijuhu, pia pamoja na kwaya ya Mashairi kutoka usharika wa Muungano. Hizi ni kwaya ambazo zitakuja kuungana pamoja nasi katika maadhimisho haya. Na wageni mbalimbali watakuwepo. Kwa hiyo karibuni sana. Kwa mawasiliano zaidi namba zangu za simu ni 0748 55 95 26. Narudia 0748 55 95 26. Hizo ni namba zangu kwa ajili ya mawasiliano zaidi. Kwa mawasiliano zaidi ya mwenyekiti ni 0767 88 33 80. Narudia 0767 88 33 80. Ni mawasiliano kwa mwenyekiti wa kwaya. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu mimi ninaitwa Julius Hasani. Niko hapa Mtinko. Naimba kwaya ya chipukizi, lakini pia ni mwanahabari wa jimbo la Dr. Olson. Mimi kwa namna ya pekee sana napenda kumshukuru Mungu kufikia muda huu ambaye kwaya yangu ya chipukizi inaenda kuadhimisha miaka 50 tangu kuanzishwa mwaka 1976. Nafurahi kuhudumu kwenye kwaya hii ambayo pia niliwahi kuhudumu kama mwenyekiti wa kwaya. Kwa kweli ninafurahi sana kuona kwamba kila awamu na vipindi. Kwanza niwashukuru sana waanzilishi wa kwaya yetu ambayo wamefanya kazi kubwa ya injili mpaka sisi tunakuja kuanza kuimba miaka ya 90. Maana mimi nimeanza kuimba mwaka 1990. Hasa kutoka 1976 unaweza kuona kwa jinsi ambavyo waanzilishi wetu walifanya kazi kubwa na sisi tukaikuta. Kwa namna hiyo basi tukaona kwamba jambo hili kubwa la kihistoria
sisi tumekutwa na miaka hii 50, tumeona tujumuike pamoja kuadhimisha miaka hiyo 50 tangu kazi ya Bwana kuanzishwa. Kwa hiyo tunafurahi. Wito wangu kwa watu wote, ninapenda niwakaribishe wote tuje tujumuike pamoja kwa kazi hii kubwa ambayo Mungu ameifanya katika usharika wetu na kwaya chipukizi pia. Tujumuike pamoja, lakini pia yubile yetu itaambatana na baadhi ya matukio ambayo tarehe 10 tutaanza mkutano wa Injili. Tunaanza mkutano wa Injili, tumealika watu mbalimbali kwaya, tumealika kwaya yetu ya uinjilisti toka Kijitonyama, lakini pia ipo kwaya yetu ya Msifuni Emmanuel Singida mjini, pamoja na kwaya zetu za hapa karibu, kwaya za jimbo la Dr. Olson. Kwa hiyo pamoja na watu wote, Wakristo wote, na kila mmoja anapoisikia sauti hii, naomba niwakaribishe tarehe 14 mwezi wa 6, tunapoanza tarehe 10 mpaka tarehe 14, basi tuwe pamoja kuhakikisha kwamba tunaadhimisha kwa furaha na kwa amani, ili tuache alama na vizazi vyetu vitakapofika vione jambo jema ambalo Mungu alilianzisha tangu mwaka 1976. Asanteni sana na Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa jina ninaitwa Grace Manjano, ni makamu mwenyekiti wa kwaya ya chipukizi. Kwa kweli tuna jambo kubwa katika kwaya yetu ya chipukizi, ni jambo la kihistoria. Tuna jubilei ya miaka 50 toka imeanza. Tunajivunia mno kwa kumtangaza huyu Yesu Kristo, ili watu wengi wapate kumfahamu, na tunamtangaza kwa njia ya nyimbo. Kwa kweli ninajivunia sana mimi kuwa mwanakwaya wa kwaya chipukizi, na pia ninapenda kuwapongeza wale wanakwaya ambao walianzisha kwaya hii. Mpaka leo kwaya imesimama, bado ipo, inamtangaza huyu Yesu Kristo ambaye ni Bwana wa majeshi. Kwa kweli tunawakaribisha watu wote katika jubilei yetu ya miaka 50. Ninaomba yeyote anayesikia tangazo hili, ninaomba usikome kutuombea ili jambo hili likapate kufanikiwa vyema. Maana wewe unapoombea, maana yake na wewe unahusika katika kumtangaza huyu Yesu Kristo. Ninapenda kuwashukuru, asanteni sana. Karibuni sana watu wote katika sherehe yetu, katika jubilei yetu huu ambayo itafanyika tarehe 14 mwezi wa 6. Karibuni nyote na Mungu awabariki wote. Amen. Kwa majina yangu mimi naitwa Neema Muna, katibu msaidizi wa kwaya ya chipukizi toka usharika wa Mtinko. Nina furaha sana kwa kufikiwa na tukio hili la yubile ya miaka 50. Tunawakaribisha sana wageni wote tulioalika. Karibuni sana, Mungu awabariki. Jina langu naitwa Hosea Yesaya Hassani. Mimi kwa kifupi ni mwanzilishi wa hii kwaya ya chipukizi. Na hii kwaya ya chipukizi mwanzo kabisa imeanzishwa tukiwa na uimbaji wa kifamilia. Ilikuwa ni kwaya ya familia. Ilikuwa ni kwaya ya familia ya, tuseme familia ya kijanga au ya mzazi wetu, ambaye mimi babangu alikuwa ni mwinjilisti. Basi kwa hiyo tukawa tumeanzisha uimbaji wa nyumbani. Hii ilikuwa ni tangu miaka ya 1974, kabla ya 76. Basi tukaenda mpaka kufikia 76. Hapo ndo tukuja kukubaliana kwamba tubatize jina iwe kwaya badala ya familia, iwe kwaya ya kikundi, ambacho tulichagua jina la Chipukizi Kwaya. Na hii Chipukizi Kwaya, jina hili limetoka kwenye msingi wa kitabu cha Isaya 11 mstari wa 1 hadi wa 9. Ndio jina chipukizi lilikotoka. Basi baada ya hapo ndo tukaendelea kuimba. Tumeimba pande nyingi tu za mkoa huu wa Singida, tumeenda mahali pengi, lakini ndo hivyo tena. Ninamshukuru Mungu mpaka sasa hivi kwamba kwaya yangu hii tulioianzisha inaenda vizuri. Tunaendelea kumhubiri Kristo na watu wengi wamebarikiwa sana. Halafu pili,
tangu tulivyoanzisha mpaka sasa hivi, nashukuru kwamba kwaya yangu hii tulivyoianzisha inaenda vizuri, iko kwenye hatua nzuri mpaka sasa hivi. Kuna utaratibu mpaka wanajenga mradi wa kuingiza kipato ambaye ni studio, na hii studio ndio itaendelea kuleta mapato zaidi na itaendelea kumhubiri Kristo, kwa sababu wote watakaye kuwa wanakuja kurekodi hapa ndio wataendelea kumtangaza Kristo Yesu. Awali ndio wakati mnaimba na sasa hivi, labda unahisi kuna utofauti gani ambao unatokeza? Sasa hivi kuna utofauti kidogo. Sisi tulikuwa tunatumia zana za uimbaji zile baridi, tunatumia ngoma, tunatumia vijiti, matoazi ili mziki unoge, tunatumia chupa, tunapiga chupa. Lakini sasa hivi watu wanatumia, vyombo vya mziki sasa hivi vya kisasa, gitaa, kuna mitambo mingi tu, una seti pale, kwa hiyo kidogo wamepiga hatua. Kwa hiyo hatua ni nzuri ukilinganisha kule nyuma tulikotoka na mpaka kufikia sasa hivi. Kwa kweli hii sasa hivi imepiga hatua kubwa sana. Labda neno lako moja la kutamatisha, unajivunia nini kama mwanzilishi wa kwaya hii? Mimi kama mwanzilishi ninajivunia kwamba kwaya hii imeendelea kupiga hatua nzuri na imeendelea kujulikana hata zaidi ya nje ya mikoa wetu wa Singida. Kwa hiyo hilo ni jambo la kujivunia, na hasa hata uimbaji wao sasa hivi ni mzuri sana. Na hiyo uzuri huo umetokana na mimi mwenyewe. Kwanza nilikuwa mwalimu. Nashukuru wadogo zangu wote sasa hivi ni walimu, wanaimba vizuri popote walipo sasa hivi, wanahudumia kwenye uimbaji. Kwa mimi namshukuru Mungu. Na ili ujue kweli mimi nilikuwa mwalimu, ninaweza nikadokeza hata kipande kamoja tu kidogo cha wimbo, kama unaweza kuniruhusu kusikiliza huo. Karibu. Asante. Mimi nasafiri kwenda nifike Kanani, kule nchi ya ahadi, ile niliyoahidiwa kweli. Safari yangu yote ni ya shida tena ngumu, majaribu mengi yananirudisha, milima na mabonde nimo katika safari, dhambi za dunia zinanirudisha. Bwana Mungu unisaidie nikafike nchi ya Kanani, natamani kufika Kanani, nina hamu nikamwone Yesu.